الذي فرض الحج والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال وهو أصدق القائلين خذوا عني مناسككم وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. Ratiba za darasa zinaendelea huko mbele na wahadhiri mbalimbali, na leo mada kubwa ilikuwa ni hii manafiul hajj, manfaa au faida za hija, na walillahi alhamdu imeelezwa vizuri sana na mbobezi sana kwa ibada hizi za hija zaidi ya miaka 20 sasa. Sheikh Hassan Katungunya, Mwenyezi Mungu azidi kutuwekea. Miongoni mwa faida, huwezi kuepuka faida ya kuswali swala kama tulivyosema jana, kuswali swala moja kwa swala 100,000 hizi tunazoziswali huku. Yaani maana yake ni kwamba ikiwa baadaye utaswali ya dhuhuri hapa, yule ambaye aliyeswali adhuhuri akiwa Maka anatushinda sisi tutakaoswali hapa, kwamba yeye swala yetu moja ya dhuhuri, swala yake moja akiwa Maka ni swala 100,000 zetu, ambapo ikiwa utatakiwa kumtafute mpaka umpate muwe sawa, ni kwamba ni miaka 200 na uishi miaka 280. Mahujaji wenzangu, kuna ambaye na matumaini ya kuishi miaka 50 ijayo. Kwa hiyo hija ni fursa ya kupata swala zaidi ya 100,000, kwa sababu ukiswali swala 5 katika ardhi ya haram pale haram ya Maka, ambapo ndipo eneo utakalokuwepo, ni kwamba ni sawasawa na mtu ambaye kaswali swala 500,000. Swala 5 za kule ni 500,000 za huku. Kwa hiyo moja ya faida ya wewe kuwa mtu wa haji, kuwa alhaji, ni fursa ya kutengeneza kaburi lako, ambapo hakuna ubishi, wote tunaelekea huko. Fursa ya kutengeneza akhira yako. Lakini kama umeenda kumhijia mtu, pia ni fursa kwake kumwombea Mungu wakati ukiwa katika ardhi ya Maka. Katika kitabu Tashwiqul Anami kuna maneno ya tajiri mmoja ambaye alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, naomba unifundishe kitu cha kutoa katika mali yangu, kwamba nitoe kiasi gani katika mali zangu ambacho kiasi hicho kitalingana sawa na ibada ya hija. Mtume akamwambia, undhuru ila Abi Qubaisi, geuka utazame jabal, mlima Abi Qubais, ambao huo mlima inshallah mtauona pale Maka. Geuka utazame mlima huo Abi Qubais. Alipogeuka akamwambia, lau mlima utageuka uwe dhahabu wote, alafu dhahabu hiyo ambayo ni mlima mzima wa Abi Qubais utoe kwa ajili ya dini ya Mungu, asema haitalingana sawa
na thamani ya yule aliyekwenda haji. Kwa hiyo ukitoka katika semina hii, yatakiwa ujue thamani ya wewe kuitwa na Mungu katika haji, na kuonyesha kwamba tuaitwa na Mungu, na kipengele cha shirki kikawa ndio kipengele ambacho kimezungumzwa zaidi katika mambo saba, ukaacha yale sita. Ni kwa sababu hija yenyewe kila wakati ni sunna kujikumbusha kwamba shirki haifai. Wapata thawabu ukijikumbusha hivyo kwa kusema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hii ni dunia nzima, kila utakayemuona anasema hivyo. Na wakati wa sahaba walikuwa wanasema labbaik Allahumma labbaik, wakafika mahala wakachoka. Hata wewe ukisema mwisho unachoka. Jibril akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, waamrishe sahaba zako wanyanyue sauti kwa kusema labbaik Allahumma labbaik. Hapo unajikumbusha mambo mawili, kwamba hija hujaenda kwa ujanja wako, umeitwa. Ndio maana unamwambia Mwenyezi Mungu labbaika. Lakini la pili, wajikumbusha kwamba shirki haitakikani. Labbaika la sharika laka labbaika, nimekuitika Mwenyezi Mungu, huna mshirika. Kwa hiyo ibada ya hija, mbali na hapo utapata fursa ya kwenda. Bahati nzuri taasisi hii na taasisi nyingine, kuna fursa baada ya kumaliza haji kwenda kumzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni fursa kubwa, fursa kubwa. Sasa katika kila dua, katika dua zetu nyingi tunazosoma, mara nyingi kunawekwa kipengele kwamba waruzukuni ziyarata kabri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uniruzuku mimi kumtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Ni fursa kubwa na ni faida pia kwa wanaokwenda haji, na faida ile taasisi zikafanya kwamba pamoja na kwamba waenda kwa ajili ya ibada ya hija, lakini upate fursa kwenda kumtembelea Mtume Muhammad. Na sisi tutakwenda, na Mtume mwenyewe anasema atakeni salimia mimi, manake pale unakwenda kumwambia assalamu alayka ya Rasulullah, kwa sababu hajazikwa peke yake pale, amezikwa na Abu Bakari pamoja na Umar. Uje useme assalamu alayka ya Abu Bakari, uje tena useme assalamu alayka ya Umar, wamsalimia Mtume, wamsalimia Abu Bakar, wamsalimia na Umar. Katika faida utakayoipata ni kwamba Mtume anasema hakuna yoyote atakayekuja atakayenisalimia mimi ila mimi nitarejeshewa roho yangu kisha nimwitike salamu. Waonaje wewe kuitikwa salamu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ndio maana wakati fulani tulivyokuwa na mzee Majuto, nakumbuka alikuwa mzee Majuto, ilikuwa moja ya kipaji chake kikubwa, akikaa tu unacheka hata kama hajasema kitu. Sasa anamwambia Sheikh Zubair Yahya rahmatullahi alayhi, kwamba tafadhali pale nitakapofika kwenye kaburi la Mtume sitaki nikae karibu na watu, haswa nyinyi mlionizoea, ili nisikacheka mbele ya Mtume Muhammad. Sasa pale hakutakikani maskhara ya aina yoyote, lakini fursa bana, wallahi ni fursa. Miongoni mwa fursa haji, wewe ukitoka hapo baada ya semina hii, jua miongoni mwa fursa utakayoipata ni kwenda kumzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni fursa kubwa, fursa adhimu.
lakini kumzuru Saidina Abubakar, kumzuru Saidina Umar, kumzuru Mtume ndio shawazuru hao. Lakini ziko ziarati mbalimbali. Taasisi hii ina ziara mbalimbali utakapokwenda, ambazo ukachanganya katika faida za hija pia. Miongoni mwa hizo ziara ni kwenda kuwazuru masahaba 10,000 waliozikwa katika eneo la Baqi. Miongoni mwa hao ni Saidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Kwa ile tu kwenda kujua kwamba ardhi hii wapo masahaba waliozikwa ni faida kubwa. Kwa hiyo hija wakati mwingine inakuwa kama ni Islamic tourism, ni kama vile utalii wa Kiislamu. Lakini pia tuna fursa ya kwenda kuona mahala ambapo Mtume alipopewa utume, katika Jabal Nur, Jabal al-Hira. Ni fursa, ukifika huko tutafafanuliana inshallah, Mungu atufikishe salama. Lakini moja ya fursa kwamba watembelea sehemu ambayo ndio mwanzo wa Uislamu tuliokuwa nao, Qur'ani iliposhuka na mahala Mtume alipopewa utume. Kwa waliosoma vitabu ni kwamba sasa waenda kufanya practical, kutembelea mahala waliposoma panapoitwa Jabal al-Hira, waenda kuona na macho yako kwamba ni hapa mlima huu. Lakini pia pango ambalo aliingia Mtume Muhammad katika Jabal Thawr, pale alipohama kutoka Maka kwenda wapi? Madina, alipoingia pale na Saidina Abubakar. Yote atakwenda kufafanuliwa kule. Kwa hiyo hija ni fursa kubwa, lakini miongoni mwa ukubwa sana wa haji ndiyo eneo ambalo unakwenda kuandaa kaburi lako kwa wepesi zaidi, maisha yako ya kaburini. Yaani ni fursa adhimu mno, fursa ya kwenda kusamehewa madhambi yote bwana. Utapatia wapi fursa hiyo? Utaipata London au utapata huko Ujerumani? Ni unapatikana mahala ambapo Mungu kapachagua mwenyewe kwamba ni Maka, na huko ndipo tunapokwenda. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Lakini pamoja na faida nyingi, hizi faida za haji hata ukazungumza mpaka asubuhi hapa huwezi kumaliza. Hii tu faida kwamba kibla yetu inaelekea huku ya msikiti wa Kipata, si ndivyo? Lakini kuna misikiti mingine kibla itakuwa inaelekea kule, mingine inaelekea kule, mingine inaelekea kule. Sasa kwa nini iwe hivyo? Ni kwamba kote tunatafuta Al-Kaaba. Dunia nzima wanaielekea Al-Kaaba. Sasa wewe Al-Kaaba utakuwa unashinda nayo kabisa, kama ilivyokuwa tabia ya rafiki yangu Abdul Wahab. Yeye akifika hata si chakula anapatia wapi, maana akifika hapo ndo abanduki hapo mpaka mnaondoka. Mwenyezi Mungu akubarikie sana. Lakini ni kwamba kwanza ni fikra kwamba hiki ndio kibla ambacho ulimwengu mzima unaelekea. Leo nakishika kwa mkono wangu, leo niko mbele yake. Hilo pia itoshe kwamba ni faida kubwa sana, mbali na khawasi zinazopatikana kwenye eneo lile, mambo matukufu. Ndio maana nasema faida za hija tutakuwa tunaendelea kuelezana, na kila engo ya Al-Kaaba tutakuja kuelezana faida yake. Ziko engo 4 pale kwenye Hajar al-Aswad, ni nini pale, Rukun al-Yamani, Rukun al-Iraqi, Rukun al-Sham. Ziko engo 4 zile, manake nini? Kila eneo lina maana yake pale kwenye Al-Kaaba. Hayo ni mambo ambayo bado tuna fursa.